Sisi ni chama kikubwa sio tu katika Tanzania. Sisi ni chama kikubwa katika Afrika. Katika Afrika hii tunayojua, hakuna chama kikubwa kuliko sisi. Kama kweli kiko chama kingine na chenyewe kilete viongozi tu, kuacha wanachama, kama watakuwa hata robo ya hao, hakipo. Na wakileta wanachama wote wa Mbogo wanaweza wasijae wanachama wa vyama hivi. Sasa wanaposema tumeibiwa kura, nasema mmeibiwa na nani? Mko wapi? Maana huwezi kuibiwa wakati haupo. Huo ndio ukweli. Lakini ukizoea kulia utalia tu hata kama hujapigwa. Ni tabia. Hutaki kutafuta sababu za kweli za matatizo yako. Lakini sisi CCM ni chama kikubwa na chenye historia iliyotukuka. Nchi yetu haina dini, lakini wafuasi wetu, wanachama wetu wote na raia wa Tanzania wana nini? Tena sio za Kikristo na Kiislamu. Wengine hata hiyo hawana. Wana mizimu tu. Lakini na wa mizimu tunaheshimu mambo yao. Maana nao ni imani yao. Ila hatuwezi kufanya mizimu ikawa ya serikali, hatuwezi kufanya Ukristo wa serikali, wala tufanye Uislamu wa serikali. Lakini tunawalinda wote na tunataka waishi maisha ya pamoja. Gharama za kuvunja amani ni kubwa kuliko unavyozifikiri wewe. Sasa ukitaka wewe kuvunja amani kwa jina la haki yako, kwamba unatafuta haki, sasa ile haki unaitafuta kwa kuvunja amani. Na mimi nakuuliza, hao ambao amani imewaweka salama, wakiwa walemavu, wakiwa wanawake, wakiwa watoto, wakiwa wazee, haki yao italindwa na nani wakati wewe unatafuta ya kwako kwa njia haramu? Na yasema haya kwenu kuandaa kujua. Maana mnaongoza wanachama wetu na wananchi, si ndio? Sasa mjue mambo hayo yalivyo. Maana kama hamjui mtakuwa mnabamizwa au nasema eti bwana. Wanasema hivi, wanasema eti bwana. Sisi wamesema hatujaelewa, lakini eti bwana. Na waambia chama chetu kinasimamia amani. Na kiko tayari kukosolewa ikiwa wanasema tunavunja kanuni ya utawala bora. Lakini na wao wanaotukosoa tunawaambia msijaribu kutumia njia haramu kuondoa amani, kwa sababu mtavunja haki za watu wengi zaidi.